Baada ya kutazama sehemu ya kwanza ambayo ni kuweza kutambua dalili zote za kuonyesha kwamba mama ni mjamzito, tutazame sehemu ya pili ambapo tutaangalia umuhimu wa kujua siku yake ya kuingia period au mwezi wao kuingia period ni siku gani. Hapa tutataka kumlenga mama ambaye afahamu kabisa mzunguko wake, lakini tutazungumza na mama ambaye anafahamu mzunguko wake, au tutazungumza na mama ambaye mzunguko wake umekuwa yenye kuzunguka muda mrefu au umekuwa mzunguko mfupi zaidi, au mama anakuwa hajui ni siku gani ambapo yeye kwake aliingia period. Hii itasaidia nini baada ya kujua siku gani ambapo aliingia period? Hapa ndio tunapata maana halisi ya kuweza kutambua mimba yako itakuwa na umri gani, lakini kuweza kutambua ni siku gani ambapo mama tunatarajia kwamba atajifungua. Kwa hiyo tarehe ya matazamio ya kujifungua itakuwa lini. Ndio maana katika madarasa yaliyopita tulisisitiza sana kuweza kujua mzunguko wa mwanamke na kuweza kutambua ni siku gani za hatari kwake na siku gani kwake ambapo aliingia period. Hii yote tutaondoa mkanganyiko au gharama ambazo mama atazipata kwa kulipia hata saundi. Na kwa sababu gani mama, kumekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na hata saundi na majibu ambayo mama. Unashangaa mama amelazwa au mama anaambiwa hata saundi mimba yake anaambiwa na miezi 4, lakini yeye anakuambia mimba yake na miezi 5 miezi 6, kwa sababu mama anakuwa hajui siku gani ambapo aliingia period na siku gani ambapo iko na nafasi kubwa alipata ujauzito. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo mama huwa tunaviangalia pale ambapo kufanya maamuzi ya kupeleka hata saundi au kama unaambiwa saundi, na pale ambapo kama utakuwa umedanganya umri wako wa mimba, kwa mama utashauriwa kufanywa hata saundi. Kuna vitu kadhaa au kuna criteria kadhaa ambazo mama tutaziangalia, au vitu ambavyo unapaswa wewe wanavyo makini. Au sasa kwa nini mama anafanywa hata saundi baada ya wewe kupata ujauzito, au madaktari kuwa na wasiwasi na kuamua kufanya hata saundi wewe baada ya kuwa na ujauzito? Kuna vitu vinne ambavyo tutaviangalia hapa. Cha kwanza ni mama kuto kuweza kutambua siku zake za hedhi zilikuwa lini, au mara yake ya mwisho kuingia hedhi ilikuwa lini. Kwa hiyo kunakuwa na mkanganyiko ambao namlazimisha mtoa huduma wa afya kuweza kushauri mama kufanya hata saundi na kujua umri wako wa mimba. Lakini cha pili, mama ambaye atakuwa anatumia uzazi wa mpango alafu akajikuta amepata ujauzito. Kwa hiyo mama huyu anakuwa wakati mwingine hawezi kujua ni wakati gani ambapo alishika ujauzito. Kwa hiyo hawezi kutabiri, au mtoa huduma wa afya hawezi kutabiri kwamba mimba yake inakuwa na umri gani, au mama atakuwa na umri wa mimba wa miezi mingapi au wiki ngapi. Yote itamfanya mtoa huduma wa afya kufanya maamuzi ya kukupeleka kufanya hata saundi. Tatu ni mama ambaye mzunguko wake umekuwa ni mrefu sana au umekuwa mfupi sana, na hii inaweza kupelekea mama kuto kushindwa kujua siku zake maalum. Yaani maana yake mama hajui kwamba ni siku gani alipata ujauzito, tarehe yake ya mwisho kupata ujauzito ilikuwa lini, au hedhi yake ilikuwa lini. Na mwisho ni mama ambaye atakuwa na mvurugiko wa homoni, kwa hiyo miezi yake inakuwa haijatulia, au miezi ya mimba au miezi ya hedhi, kipindi chote hichi yako kinakuwa kidogo changamoto na kuweza kushindwa kutambua ni wakati gani sahihi kwa ambapo alipata ujauzito. Inawezekana huu mwezi uliingia hapo mwezi ujao hujaingia, kwa hiyo mama anaweza akanachukulia poa, lakini yani hakanachukua jambo kwa sababu mzunguko wake, lakini baada ya muda bwana anaweza kuonyesha kwamba ujauzito sasa anakuwa gani ambacho ya mimba iliingia. Kwa hiyo analazimika kufanywa hata saundi kuweza kutambua ni wakati gani sahihi, au mimba sasa hivi itakuwa na umri gani. Kwa hiyo hata saundi itaonyesha umri wa mimba, au mimba itakuwa na miezi mingapi. Kwa hiyo mama, ni vema ukafahamu ratiba zako za mzunguko wako wa hedhi ambao umefundisha kupitia madarasa mbalimbali. Kama uelewi, utanitafuta kupitia akaunti ya kuelekeza kuweza kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya yanayohusiana na uzazi au masuala ya hedhi na mzunguko wa mwanamke. Lakini baada ya kufahamu haya yote, itatufanya sisi madaktari na wewe mama kwenda sambamba au kuweza kuweka matarajio ya mimba kwamba utajifungua muda gani na mimba yako itakuwa salama kipindi chote, au vitu gani ambavyo kuanzia sasa kulingana na mimba ilivyo na vitu gani ambavyo unatakiwa kufanyiwa, au vitu gani ambavyo usifanyiwe, au vyakula gani ambavyo mama anapaswa kula na vyakula gani ambavyo mama haupaswi kula. Hivi vyote vitatufanya sisi tuweze kutambua na mama kuweza kutambua mimba yako ina umri gani na kuweza kuwa salama kipindi chote.